Sawa, karibu karibu. Daudi na Limwi namuona hapa, namuona Fadhili, Fraziana, Kiliatos, Salome, Veronica. Karibuni sana kwenye webina yetu ambayo tumekuwa tukijifunza mambo mbalimbali kuhusiana na kilimo, hasa katika kuongeza thamani. Tunaangalia namna ambavyo teknolojia inaweza kuongeza thamani katika mnyororo, inaweza kaongeza faida na kipato katika mnyororo wa thamani wa kilimo. Sasa muda wetu ni saa 11:03, na kama ilivyo ada kila siku Jumatano muda huu tunakuwa na webinar ambapo tunadiscuss mambo mbalimbali kuhusiana na teknolojia na kilimo na namna ambavyo unaweza kuongeza faida na kupata mapato zaidi kwa mkulima, uweze ukaongeza faida, lakini kwa watu wengine kama agrovet sana sana uweze ukaongeza mauzo kutokana na mtandao ulioko kwenye Mazao Hub. Kwa kutumia teknolojia tunakuwezesha kujitangaza zaidi, kuuza zaidi. Kwa wale watu wenye matrekta tunakuwezesha kukodisha matrekta kwa namna ya kiteknolojia. Unaweza ukaona namna trekta linavyofanya kazi kwa teknolojia ya kisasa kwa kutumia GPS na satellite. Kwa wale wauzaji na wakusanyaji wa pembejeo, watu wenye maghala, tuna system kwa ajili ya maghala. Kwa hiyo vyote hivi ni kwa kutumia teknolojia katika kuongeza thamani katika mnyororo wa thamani wa kilimo, ili lengo kuinua sekta ya kilimo na kuifanya kuwa bora kutoka hapa tulipo kwa wakulima, kuwatoa katika level ya ukulima wa kawaida, ukulima wa chini, na kuwainua mpaka katika level ya kiuchumi. Na wiki iliyopita tulikuwa na webinar, na leo tena tutaendelea pale pale ambapo tuliishia. Mada kuu katika series zetu ni kwamba teknolojia inaongeza faida na kipato katika mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Kwa ni namna gani teknolojia ambavyo inaweza ikakuongezea faida na kipato katika mnyororo wa thamani wa kilimo. Lakini mada ya leo sitaenda mbali sana na mada ya wiki iliyopita, ambapo tutazungumzia kilimo ni data. Tunajua popote palipo na teknolojia lazima kuwe na data, yaani teknolojia inaenda sambamba na data. Sasa hata kilimo pia ni sayansi, kilimo pia ni data. Lazima uwe una taarifa sahihi ili kuwezesha kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo leo tunasema fanya maamuzi sahihi, hifadhi kumbukumbu za shamba lako kidijitali. Kwa hiyo teknolojia, tunaangalia namna teknolojia inavyokusaidia kuhifadhi kumbukumbu ya shamba lako kidijitali, namna utakavyotumia teknolojia kuhifadhi kumbukumbu ya shamba lako kidijitali. Sasa moja kwa moja teknolojia inatusaidiaje kuhifadhi kumbukumbu ya shamba kidijitali? Kabla ya teknolojia, imagine kusingekuwa na teknolojia, kusingekuwa na smartphone. Kama ungetaka kupata taarifa ya muendelezo wa shamba lako, ilikuwa inakulazimu uwe na daftari au kitabu cha kumbukumbu ambacho utakuwa ukifuatilia mwenendo wa shamba lako, si ndio? Lakini sasa kwa kuwepo teknolojia na uvumbuzi mbalimbali kupitia Mazao Hub, tunakuletea kipengele cha Simamia Kilimo, ambacho kipengele hiki ni moja ya huduma ambazo zinapatikana katika mfumo wa Mazao Hub, ambapo hapa sasa tunakuwezesha wewe mkulima kufuatilia shamba lako, kufuatilia mwenendo wa shamba lako na kuhifadhi kumbukumbu kila hatua, kuanzia unapoanza msimu wako wa kilimo
mpaka pale utakapomaliza. Kwa kila hatua kwenye kalenda ya zao inawekwa humu ndani kuhakikisha kwamba unahifadhi kumbukumbu zako. Na katika kipengele hiki sasa kinakuwezesha wewe kuhifadhi ushauri kutoka kwa bwana shamba kama data rasmi ambazo zitakusaidia kwa msimu ujao au kwa hatua ijayo kukuwezesha wewe kufanya maamuzi. Lakini inakusaidia kufuatilia maendeleo ya shamba msimu mzima, kwamba nilitoka kwenye hatua hii, shamba langu lilikuwa kwenye hatua hii, sasa ninaelekea kwenye hatua nyingine. Na kwa kufanya hivyo inakusaidia wewe mkulima kuwa na usimamizi mzuri au na udhibiti mzuri katika shamba lako, kwa sababu unakuwa unaona kila kitu katika kila engo. Unakuwa unajua mche wangu ulikuwa wapi, sasa hivi uko wapi, ninafanyaje kuendelea mbele au kuhakikisha kwamba ninapata matokeo mazuri. Wengi kwenye kilimo wanakwama si kwa sababu hawalimi kwa kiwango kikubwa, au wanatumia mbegu mbaya, au wanatumia viuatilifu vibaya. Ni kwa sababu tu wamekosa taarifa kwamba shamba langu baada ya hapa inatakiwa nifanye nini, baada ya kitu fulani inatakiwa niweke nini. Je, ni hatua gani zinazoweza ninazotakiwa kuchukua wakati na apply hiki kiuatilifu. Kwa unaweza ukawa na kiuatilifu kizuri, una mbegu nzuri, lakini ukakosa ile namna ya kukitumia kile kiuatilifu vizuri, au kupanda ile mbegu vizuri. Sasa kwa kutumia mfumo huu wa Mazao Hub, Simamia Kilimo itakuelekeza hatua kwa hatua. Utaona baadaye hapa kwenye demo ambapo tutakuwa tuna checklist hatua kwa hatua. Lakini pia hizi hatua ambazo unafanya inakuwa ni kwa usaidizi wa bwana shamba. Unakuwa unapata usaidizi wa bwana shamba kwa ukaribu zaidi, na chochote atakachoandika bwana shamba hapa kuhusiana na shamba lako utakipata wewe moja kwa moja, either kwa njia ya message au kwa njia ya application kama ni mkulima ambaye unaendesha mambo yako kidijitali. Sasa na pia kupitia mfumo huu unakusaidia kuhifadhi taarifa zote za gharama na pembejeo. Kwa hiyo kwenye kila hatua sio tu utahifadhi njia ambazo umetumia, lakini utahifadhi gharama. Utapata kujua kwamba ni nini hasa kimetokea wakati ulikuwa unafanya shughuli zako za kilimo. Gharama gani ulitumia, vibarua kiasi gani, vifaa gani ulitumia, kama ni ulimwagilia, mashine za kumwagilia zile motors ulinunua kiasi gani. Vyote hivi tunakusanya kwa ajili ya baadaye sasa inakuwezesha kukupa recommendation ambazo ziko specific kulingana na zao unaolima na kulingana na maeneo uliopo. Sasa tukienda pointi nyingine, Simamia Kilimo inakusaidia kuchanganua mwenendo wa shamba lako. Kwa zile data ambazo unaziweka kwenye mfumo, moja kwa moja zinachanganuliwa na kukupa mwenendo wa shamba lako moja kwa moja kwenye kupitia mfumo wetu wa Mazao Hub. Lakini pia inakuwezesha kupata historia ya shamba lako. Imagine umelima kwa miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, kupitia mfumo wa Mazao Hub, na data zote umezihifadhi mle. Kwa hiyo unakuwa unajua kwamba ili shamba langu mwaka fulani nililima kitunguu, niliweka mbolea kiasi fulani na nilipata mazao fulani. Mwaka ujao nikafanya hivyo hivyo nikapata kiasi fulani. Kwa hiyo unaweza ukatrack kwamba ni either uzalishaji katika shamba langu unapungua au uzalishaji unaongezeka. Sasa hii itakusaidia kufanya maamuzi. Either kama uzalishaji unapungua, je, nifanyeje ili kuongeza uzalishaji, kurudisha afya ya udongo? Au ni wapi ambapo mimi nakosea? Kwa vyote hivi vinaambatana sambamba na kuwa na data, na data hizi zinahitajika kuhifadhiwa kitaalamu. Data hizi zinahitajika kuhifadhiwa kwa usahihi, zinahitajika kuhifadhiwa katika mahali ambapo ni salama, na si pengine ni kupitia mfumo wa Mazao Hub ambao utakuwezesha wewe
mkulima kufanya hayo yote. Kwa kifupi tunasema mfumo wa mazao hub kupitia kipengele cha simamia kilimo. Kipengele hiki hapa ni ofisi ya shamba iliyo mkononi, kama vile ambavyo una treat shamba lako kwamba ni kama ofisi yako, ni chanzo cha kipato. Vivyo hivyo sisi tunasema ukiwa na simamia kilimo ya mazao ni ofisi ya shamba iliyo mkononi. Vile vile hii simamia kilimo, namna inavyofanya kazi yenyewe, inakuwa inahifadhi kumbukumbu ya shamba ya taarifa za shamba, ambapo hapa tumesema inahifadhi vitu kama gharama za mbegu, aina ya mbegu, kwa kama ni mbolea itahifadhi aina ya mbolea, kiwango ulichonunua au kuweka kwenye shamba lako pamoja na gharama zake, viuatilifu hivyo hivyo. Kwenye kazi sambamba hivyo hivyo utahifadhi wa vibarua kama ulitumia vibarua, matrekta na kila kitu vyote. Mfumo wetu unaweza ukavichukua na kuvichanganua ili kukupa wewe data ambazo ziko safi, ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kufanya maamuzi. Na unachokiona hapa pembeni ni screenshot ya data ambazo zimekusanywa kwenye shamba husika, na pia inakusaidia kuhifadhi njia za kilimo ulizotumia, either ni kama umelima kwa kutumia matrekta, njia za kisasa, au umetumia jembe la mkono, kama umetumia organic fertilizers au inorganic, vyote hivi vinakusaidia kuhifadhi. Lakini pia ushauri uliotolewa na bwana shamba moja kwa moja akicomment kwenye shamba lako, utapata kuona nimesema akicomment bwana shamba kwenye shamba lako, utapata kuona ni comment gani ameitoa kama wewe una smartphone, lakini pia unaweza ukaona pia kwa njia ya message ambayo moja kwa moja ataipata yeye bwana shamba na wewe. Kwa pale sasa, kwa nini tunasema upate notification? Kwa sababu ni haki yako. Tunasema upate notification kwa sababu inakusaidia kujua what's the next step, ni hatua gani ya kufanya, au ni nini ulikosea. Kama ulikosea, urekebishaje, ili baadaye hii application inaweza ikakutumia mpaka notification za kukumbusha kuhusiana na kile kitu ambacho bwana shamba amecomment. Vile vile kwenye hicho kinaambatana pamoja na tarehe na hatua zote zilizofanyika. Kwa kila kitu utakihifadhi hapa kwa tarehe kama unavyokiona, na utajua kwamba ni hatua gani ambao ulikuwa umefikia kama unavyoona hapa kwenye application. Lakini pia tutaona kwa kadri tunavyoendelea namna gani huwa inafanya kazi hii kipengele cha simamia kilimo. Tutaona ni namna gani inafanya kazi. Sawa. Lakini pia tunasema data zote zinahifadhiwa kwa mpangilio na zinapatikana wakati wowote. Ni rahisi sana, ukiwa na mfumo wetu unaweza ukakusaidia. Kwa mfumo huu kwa kifupi ni upo kwa wote. Sana sana kwa bwana shamba unaweza ukatumia mfumo huu kumsaidia mkulima kuhifadhi data zake, lakini pia kutoa ushauri wa kitaalam zaidi kuhusiana na mwenendo wa shamba lako. Lakini pia hata wewe mkulima kupitia application ya Mazao Hub inakusaidia kujua mwenendo wa shamba lako, lakini pia unaweza ukaitumia hii application kuhifadhi data zako mwenyewe, kwa sababu tunajua kuna baadhi ya wakulima pia wako experience. Kwa hiyo unaweza ukawa una smartphone ukawa unaitumia kufanya hizo updates mwenyewe. Kwa hiyo hii application inatumika kwa wote. Lakini pia hii application pia Agrovet wanaweza wakanufaika nayo, kwa sababu katika kila kipengele hapa kuna sehemu pia
ya kuimarisha afya ya udongo, ambapo kama bwana shamba anaweza akarecommend aina ya pembejeo ambayo inaweza ikatumika moja kwa moja kupitia Pembejeo Connect. Unaweza ukashangaa Agrovet unapata orders kupitia mfumo wa mazao hapo. Kwa hiyo tunasema mfumo huu wa Pembejeo Connect ni mfumo huu wa Pembejeo Connect upo umeunganishwa moja kwa moja kwenye system yetu kuhakikisha kwamba mkulima, afisa ugani na yule mfanyabiashara wa pembejeo wanaunganika moja kwa moja na kuhakikisha kwamba wanasaidia kuleta matokeo shambani. Kwa hiyo mfumo huu unafata kalenda ya zao kuanzia maandalizi, upandaji, matunzo, ambapo hapa mbolea na palizi, kila kitu watu wa Pembejeo Connect wataingia hapa, lakini mfumo unakukumbusha hatua inayofuata. Vile kwenye ushauri wa bwana shamba, ambapo hapa mfumo wetu unakusaidia kujua taarifa ambazo bwana shamba amekuandikia au ushauri ambao bwana shamba amekuandikia. Kwa yote haya ni katika kukusanya data ambazo zitakusaidia we mkulima, afisa ugani au mmiliki wa duka la pembejeo au msambazaji mkubwa kuwa na taarifa za shamba la mkulima au shamba lako we mkulima, ili kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Vile kuna pointi hapa nimeisahau. Kupitia mfumo tunaweza tukatrack mpaka performance ya pembejeo. Yapo, kila mtu anaiona screen? Hello? Okay, asante. Sasa kama unavyoona nipo kwenye application ya bwana shamba, ambapo bwana shamba wetu tuseme ana wakulima 246. Bwana shamba huyu Joseph Alex ana wakulima 246, ambapo wote anawahudumia. Kwa hiyo wewe kama mkulima unaweza ukaa kwenye application yako na ikawa inaonyesha vitu kama hivi, na kwako haitaonyesha kwamba kuna idadi ya wakulima kiasi gani, ila itaonyesha taarifa zako binafsi, kama unachukua mkopo, mazao unayolima, progress yako mpaka pale ulipo, kama data zilikuwa zinahifadhiwa kikamilifu. Sasa kwenye hii nitaenda kuonyesha hatua kwa hatua moja kwa moja namna ya kuhifadhi hizi data, ambapo kwa bwana shamba au Dr. Kilimo ataenda kwa Adelad, ataenda kwa wakulima, ataingia kwa huyo mkulima, ambapo mimi nimemchukua Adelad, ambao huyu mkulima ana list ya mazao ambao analima, na kama hajasajili zao anaweza akasajili namna hiyo, alafu una refresh namna hii kwa kuvuta juu mpaka chini, alafu unahifadhi. Ni rahisi sana. Alafu kwenye zao mojawapo ambao unataka kumhudumia au mkulima unalima, utaingia kwenye hilo zao. Kwa nini unaingia kwenye hilo zao? Kwa sababu huduma za mazao habu ziko specific kulingana na zao husika. Unaingia kwenye zao kwa sababu huduma za mazao ziko specific kulingana na zao husika. Baada ya hapo utaingia kwenye hilo zao, mfano mahindi. Leo tulikuwa tunazungumzia kipengele cha simamia kilimo. Kwa moja kwa moja utaingia kwenye simamia kilimo, ambapo hapa kuna vipengele viwili vya muhimu. Kwenye hiki kipengele tumezungumza kwamba kinakusaidia kuhifadhi data za shamba, lakini pia unaweza ukafuatilia wadudu na magonjwa, ambapo kinaenda sambamba na ufuatiliaji wa shamba. Moja kwa moja utaweza kujua
namna ya kukabiliana na wadudu au visumbufu mbalimbali au magonjwa yanayokabili zao lako, lakini pia unaweza kujua ni vihatarishi gani basi vipo kwenye mazao yako au ni namna gani ya kuepusha zao lako lisishambuliwe na wadudu. Kwa vyote hivi ni sehemu ya kukusanya data ambazo zitakusaidia wewe, cha kwanza kuwa na ujuzi kuhusiana na zao ulilokuwa unalima, lakini itakusaidia kuhifadhi data za maendeleo ya shamba lako kwa misimu ambayo utakuwa ukilima. Sasa leo tutaenda kuzungumza hiki kitu ambapo tutaenda kwenye orodha ya uangalizi wa shamba. Kama unavyoona hapa, mimi nina orodha kadhaa ambapo nimehifadhi data zangu kwa ajili ya demo kama hivi, lakini leo nitaenda kuwaonyesha namna gani ambavyo hizi data unaweza ukazipata kwenye simu yako au ukasaidia kuweka kwenye simu ya mkulima. Na kufanya hivyo ukiwa kwenye hii page, kama utakuwa hamna data kabisa, itakuwa ni nyeupe na itaonyesha hamna data. Kuhifadhi utaenda kwenye new, hapa utaweka. Sasa kwa maelekezo mafupi, hii sehemu ni kama CRM na imerahisishwa. Hizi zote hauna haja wewe kuziandika, ni ziko kwenye checklist kama nilivyosema awali kwamba ni inafuata kalenda ya zao. Kwa hiyo kuanzia kwenye ukaguzi wa eneo, upimaji wa udongo, ukifuatilia chini huku utakuta mpaka hatua ya mwisho kabisa uhifadhi wa mazao, either ni ghalani au ni kwenye unaenda kuziweka kwenye pack house au unapeleka moja kwa moja kwenye soko. Hizi hatua zitakuongoza kufanya huo mchakato. Kwa hiyo moja kwa moja kwenye hatua yoyote utakao mkulima aliyokuwa nayo au wewe kama mkulima, hatua yoyote uliopo, unaweza ukachagua na kuendelea kuhifadhi hizo kumbukumbu za taarifa za shamba lako. Kwa let's say leo tupo kwenye kipengele cha tupo kwenye kipengele cha simu yangu imenani kidogo, samanini, tarudi baada ya dakika moja. Naona simu imepata changamoto. Halo. Naona ni wakati unasubiria hiyo dakika moja urudi. Sawa. Nilikuwa kwenye kikao na mkurugenzi wa World Bank kwa Tanzania IFC kwa ajili ya maongezi makubwa ni ya pembejeo, namna ya kuwapa wakulima, ambapo wao wanaingia kusimama kama guarantee kwa ajili ya kukopesha wakulima na nini. Sasa hichi kipengele cha pembejeo connect ndo maisha yetu na ndo lazima tuperform vizuri kwenye vituo. I hope mimi siongelei sana technical, nawahamasisha jamani, tuamke kwenye pembejeo connect. Ndio. I hope sijaingilia topic, si ndio ilikuwa mnaongelea hiyo? Hamna shida mkuu, unaweza ukaendelea. Si mlikuwa mnaongelea kuhusu pembejeo connect ama? Tulikuwa tunaongelea kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukahifadhi data. Tukagusia pia na pembejeo connect kwa kuwa inahusiana moja kwa moja na kukusanya mahitaji ya wakulima wakati bwana shamba anatembelea shambani. Ndio. Basi mkishaanza mimi nitakuja kuhamasisha hicho kipengele cha pembejeo connect. Sawa, asante. Niongelea hiyo kipengele, sawa ya. Basi wewe unaweza kaendelea hapo ulikuwa ulipo boss wangu. Asante sana boss. Kwa hiyo tulikuwa hapa, naona application ilijistart. Kwa hiyo leo nitaonyesha ni namna gani ambavyo unaweza ukaimarisha shamba la udongo, ambapo itaenda sambamba na pembejeo connect. Hapa
weza kuonyesha namna gani bwana shamba unaweza ukakaa mtukati kati ya mkulima, teknolojia pamoja na soko zima, distribution ya pembejeo moja kwa moja kupitia mfumo wa Mazao Hub. Kwa hiyo kwenye hapa kuna hatua nyingi kulingana na kalenda ya zao moja. Umeona? Hapa sasa kwenye lishe ya mmea. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona, haina haja wewe kuhangaika sana au kuandika sana. Ni utakuwa una kazi ya kuangalia hatua gani uliopo, hatua gani mkulima amefikia, una tick, na moja kwa moja utaweza kuandika ushauri wako na utakuwa tayari umeshafanikiwa kuhifadhi hatua ya mkulima katika mfumo wetu. Kwa hiyo ukiwa kwenye kipengele cha kuimarisha lishe ya mmea hapa, au kwenye hatua yoyote uliokuwa nayo, kwa hiyo utakuwa unafuata hizi hatua na kuangalia ni kipi ambacho kimetokea shambani, na wewe utaenda kwa kidocument hapa. Una kidocument kwa kutiki, nitakuonyesha ni namna gani. Kwa hiyo hatua ya kwanza nasema uthibitisho wa mahitaji lishe. Kwa hiyo unaweza ukapima afya ya udongo. Kwa hiyo ili kuthibitisha, utakuja hapa una tick kwamba nipo kwenye hiki kipengele. Kwa hiyo kwenye hiki kipengele, hatua ya kwanza unasema pima afya ya udongo. Kwa hiyo kama umepima, utatick hapa hiki kipengele na unasema tumia matokeo ya uchambuzi wa udongo. Kwa hiyo baada ya kupima udongo kwa kutumia mfumo wa Mazao Hub, ambapo kuna video mbalimbali ambazo tumefanya zinaelekeza namna ya kupima afya ya udongo, ambazo moja kwa moja zile report baada ya kupima afya ya udongo inakuja na matokeo kwamba ni mbolea kiasi gani, ni aina gani utumie kulingana na virutubisho ambavyo viko shambani. Kwa hiyo utasema nimetumia sasa hapa kipengele cha pili na cha tatu itategemea na wewe hali ya shamba ilivyo. Kama mko kwenye mbolea kupanda, sasa utadili na kipengele cha mbolea ya kupanda. Kama uko kwenye kukuza au kwenye hatua nyingine, utadili na hiko kipengele. Kwa hiyo tuseme tupo kwenye mbolea kupanda, yani tunaimarisha afya ya mmea kwenye mbolea kwenye kipindi cha kupanda. Kwa hiyo nitatiki hapa hii namba 4, alafu utatik na hizi hatua ndogo ndogo, hatua ndogo ndogo. Na kama uko kwenye kupanda, utaandika aina ya mbolea ambayo umetumia hapa. Kama ni mbolea samadi au mbolea ya asili, utaandika maybe nimetumia DAP. Chochote kile naandika hapa kwa ajili tu ya kuonyesha namna ambavyo vinafanya kazi na kila kitu. Kwa utatiki nimeandika hapa mbolea samadi nimetumia. Utaandika kiasi ulichotumia, labda kiasi idadi labda ni mifuko 10 kulingana na ukubwa wa shamba langu, na gharama 10 nitatumia 75,000 mara 10 itakuwa ni 750,000. Hizi zote ninazoandika sio data za ukweli, kwa hiyo kama nakosea haiuzwi kiasi hicho, naomba radhi. Kwa hiyo utaandika pia gharama ya vibarua kama ulitumia. Kwa mimi nitaandika vibarua wawili, ambapo kila mmoja nilimlipa shilingi 10,000. Hello, tunaendelea jamani. Naona kumekuwa na glitches ndogo ndogo hapa kulingana na simu zangu zinaingia. Kwa hiyo simu inajitoa kwenye demo. Simu inajitoa kwenye demo. Kwa hiyo napokea simu nyingi sana. Kwa hiyo tutaendelea hapa. Nilikuwa kwenye simamia kilimo kwa sehemu ya kuimarisha lishe ya mmea, ambapo nilitiki hapa na hapa, nikasema nimeandika mbolea ya DAP
ambapo nikatiki hapa kiasi nikaandika 10 na idadi gharama ya bidhaa nikasema kwa kila mfuko ninunue 75, kwa hiyo itakuwa ni 7,500,000. Na gharama za vibarua nitumie vibarua wawili, kila mmoja nilimpa shilingi 10,000, kwa jumla itakuwa ni shilingi 20,000. Kwa muda ni siku moja. Kwa moja kwa moja hapo nimemaliza kuhifadhi kumbukumbu za mbolea au maviuatilifu wakati wa kupanda. Kwa hiyo utascroll chini hapa au utaenda mpaka chini. Kama unavyoona, hatua namba 3 ni hatua ya mbolea kukuzia. Kwa kuwa tu kwenye mbolea kupandia, moja kwa moja unaweza ukaruka hiyo mbolea kunenepeshea, ukaruka ukaenda mpaka huku chini. Kuna sehemu ya comment ya bwana shamba. Hapa unaweza ukaandika, kama ni bwana shamba, unaweza ukaandika comment yako ambayo itaenda moja kwa moja kwa mkulima, itaonekana kwenye app, lakini pia atapata kwa njia ya SMS. Na comment hii inaweza ikawa ni inamuelekeza nini cha kufanya hapo baadaye, au ni comment ya ushauri kulingana na hali ya shamba ambavyo wewe umeliona na nini cha kufanya. Kwa moja kwa moja unaweza ukamwambia labda labda baada ya wiki 2 utaweka mbolea ya kunenepeshea. Mfano, unaweza ukamwambia hivyo. Ni ushauri ambao wewe utampa moja kwa moja mkulima, na mkulima ataupata kwa njia ya message, na hata pia itamwezesha kupata notification ya kumkumbusha kulingana na kile kitu ambacho umekiandika hapa. Na hatua nyingine ni ya kuweka uthibitisho wa picha kulingana na hali ya shamba iliyopo. Kwa hiyo kama ulienda shambani ulipiga picha, utachagua kipengele cha gallery hapa, au kama upo shambani unakiandika moja kwa moja kupitia ukiwa shambani, unaweza ukafungua kamera yako ukahifadhi hizo picha. Kwa moja kwa moja mwisho wa siku utakuja utahifadhi hapa hivi, na ukishahifadhi itakwambia success, yani taarifa za shamba zimehifadhiwa kikamilifu. Kwa hiyo hii hatua unaweza ukairudia wakati wa mbolea ya kukuzia, mbolea kunenepeshea, na wakati mwingine wowote ule unaweza ukawa unarudia. Na hatua hizo unaweza ukazifuatilia wakati wa hatua yoyote hapa unayoiona, aidha ni katika wakati wa kupogolea, wakati wa maandalizi ya kuvuna na chochote kile unachokiona bwana shamba au wewe mkulima unayo nafasi ya kuandika hizo taarifa. Sasa ni namna gani ambavyo pia unaweza ukatumia huu mfumo kupitia Pembejeo Connect? Kama mkurugenzi anavyosema, bwana shamba anaweza akatumia hiki kipengele pia kufanya recommendation kwenye sehemu ya comment ya bwana shamba, recommendation ya pembejeo ama kiuatilifu ambacho mkulima anatakiwa kutumia. Na moja kwa moja ukipewa hiyo recommendation, umepata kwa njia ya message au umepata kwa njia ya application, kwa umeona mwendelezo wa shamba lako hapa, unaweza ukaja sehemu ya kuagiza vifaa vya kilimo ama Pembejeo Connect hapa. Umeona, ukachagua eneo ambalo upo, mfano kama uko Ifakara ama wapi, unaweza ukaja. Mfano mimi na search hapa Ifakara, hapa unaweza ukaja. Kama unavyoona kuna agrovet mbalimbali, unaweza ukaja ukafanya kuoda. Mfano huyu Nice ameweka Kin Mavuno moja tu, lakini wapo watu agrovet nyingi sana ambazo zipo kupitia mfumo wetu. Ukiwa popote pale ulipo, mfano
huyu yuko Bytrade huyu. Umeona, unaweza ukaja hapa ukasema pesticide and herbicides, ukawa unaona bidhaa ambazo watu wamepost au ile bidhaa ambayo umeshauriwa na bwana shamba ama bibi shamba, wewe kama mkulima ukainunua moja kwa moja kupitia mfumo huu. Na ukiinunua moja kwa moja kupitia mfumo huu, performance na matokeo yote yatapimwa kwenye kipengele cha simamia kule, ambapo kule sasa tunakuja tunaangalia ulivyoweka. Wakati bwana shamba anakuja kukagua, ni recommend kiwatilifu fulani au mbegu fulani, mfano hizi silage umeiweka, je, ina matokeo? Kama haina matokeo, pia bwana shamba anaweza akacomment kwamba hiki kiwatilifu ama hii mbolea ama nini akijaleta matokeo au kimeleta matokeo, kwa hiyo kitaendelea kuuzika kama kimeleta matokeo. Lakini kama akijaleta matokeo, mfumo utakuwa una kidiscourage kupitia teknolojia yetu ya mazao. Nadhani kwa leo tumefikia mwisho hasa kwenye demo. Kwa hiyo nitamkaribisha mkurugenzi wakati mimi naendelea na vitu vingine hasa kwenye webinar hii. Mkurugenzi, karibu. Halo? Nasikia Gabriel. Yes. Kwa ajili ya Pembejeo Connect, kwa sababu itakuwa ni mostly internal, Ndiyo. tunashauri kufanya on another call because this one is public. Okay, asante. Basi kufanya on another link. So kama tunaweza kuwind up, tunakaribisha maswali na taarifa nyingine. Karibu maoni. Karibuni sana. Sawa. Asante madam. Kwa hiyo kama kuna maswali, unaweza ukawasha kamera au ukanyosha mkono moja kwa moja tukakupoint ukauliza maswali, au kama utakuwa na changamoto unaweza ukaandika hapa kwenye chat zetu tukasoma na moja kwa moja tukakujibu kuhusiana na teknolojia yetu ya mazao. Na maswali usifunge sana kwenye teknolojia ya mazao, unaweza ukauliza kwenye chochote, kwa kuwa humu ndani tuna wadau, tuna wataalamu wa kilimo, watakuwa open kukujibu na kukuelezea. Kwa kama una swali lolote, umekutana na changamoto shambani, tuna wataalamu wa kilimo, tuna maagronomist, kwa hiyo utajibiwa na utapatiwa utatuzi wa changamoto au swali lako. Karibuni. Karibu kwa swali. Okay, nitatoa dakika kadhaa labda za uvumilivu mpaka dakika 48, 49. Then kama hamna swali tutaendelea mbele. Sawa, naona hakuna maswali. Kwa hiyo nipende kuwashukuru wote ambao tumejiunga kwenye webinar hii. Nadhani imekuwa ni webinar zetu ambazo zinasaidia na kukuelekeza, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunainua
sekta ya kilimo kumtoa mkulima katika ukulima wa kawaida au ukulima wa kubahatisha na kuhakikisha kwamba shughuli zetu za kilimo au wakulima wanalima kilimo cha uhakika. Unalima mahali ambapo unaweza ukapanda. Sasa kwa watumiaji wote wa mifumo na teknolojia ya Mazao Hub, kama kutakuwa kuna changamoto yoyote kwenye mfumo au kwenye namna ya kutumia application na teknolojia ya Mazao Hub, kwenye issue za login, kwenye issue za operation, kukusanya data, kupima udongo na vyote vinavyohusiana na teknolojia, tuko tayari kukusaidia kupitia namba zilizopo hapo au kupitia email, ama unaweza ukatufikia kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo tunapatikana Instagram kwa jina la Mazao Hub, YouTube kwa jina la Mazao Hub, ambapo YouTube kuna mtiririko wa webinar zetu pamoja na training ambazo tunawatrain hasa madokta kilimo, maafisa ugani, masela agronomist inamaanisha, wakulima, na hata pia tunafundisha kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo ukiachana na teknolojia. Kwa hiyo unaweza ukatembelea mitandao yetu ya kijamii au ukawasiliana nasi kwa namba hizo hapo, na niseme asante. Tutakutana wakati ujao. Kwa wale ambao tuko mashambani, tunaweza tukaendelea na shughuli zetu za kilimo. Kwa wale wa Ramadhani, tunaweza tukajiandaa na iftari. Wakristo ndugu zangu, unaweza ukaendelea pia na maandalizi ya kupata chochote cha kufungulia. Asanteni.